Habari yako mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu kwenye Moyo wa Malezi, sehemu ambayo tunajifunza namna ya kujijenga kiroho, kihisia na kimwili, huku tukiendelea kuwalea watoto wetu kwa upendo na hekima. Mzazi au mlezi anayefanya biashara hukutana na changamoto nyingi kila siku. Wengine huamka mapema sana kutafuta riziki, lakini bado biashara haisongi kama wanavyotarajia. Wapo wanaobeba mawazo mazito, presha, uchovu na wakati mwingine kukosa amani ndani ya moyo. Leo tunazungumzia kuhusu matumizi ya chumvi ya mawe katika kuoga. Hii ni njia ambayo watu wengi huiamini kusaidia kuondoa uchovu wa mwili, kuleta utulivu wa akili na kuongeza hali ya kujiamini katika maisha na biashara. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya familia nzima. Hebu tuangalie sasa faida 8 zinazoweza kumsaidia mzazi au mlezi anayepambana kila siku kutafuta mafanikio. Karibu sasa twende tukaangalie faida 8 za kuoga chumvi ya mawe kwa mzazi mlezi ambaye anafanya biashara. Faida ya kwanza, husaidia kuondoa msongo wa mawazo. Biashara ina mawazo mengi. Kuoga chumvi ya mawe huweza kusaidia mwili kupata utulivu na kufanya akili iwe nyepesi baada ya siku ndefu ya kazi. Kwa hiyo, mfanyabiashara ambaye wewe ni mzazi, ni mlezi, unapooga chumvi ya mawe inakusaidia kabisa katika swala zima la kuondoa msongo wa mawazo. Chumvi ya mawe imekuwa ikitumika enzi na enzi. Mababu zetu wamekuwa wakitumia chumvi ya mawe, mabibi zetu wamekuwa wakitumia chumvi ya mawe. Na imani inaaminika kabisa kwamba inasaidia kuondoa msongo wa mawazo. Kwa hivyo mzazi mlezi, usiwe na msongo wa mawazo, tumia chumvi ya mawe kabla haujatoka nyumbani kwako. Oga, ondoka, nenda kwenye biashara. Faida ya pili, huongeza kujiamini. Mzazi au mlezi mwenye kujiamini huweza kuzungumza vizuri na wateja, kufanya maamuzi sahihi na kusimamia biashara kwa ujasiri zaidi. Unapooga chumvi ya mawe inakufanya ujiamini, kwa sababu ndio asili yake. Itakufanya wewe mzazi au mlezi unayefanya biashara ujiamini na uweze kuzungumza vizuri na wateja wako, na pia utaweza kufanya maamuzi mazuri na unaweza ukasimamia biashara yako, kwa sababu asili ya chumvi ya mawe ni kukufanya wewe uweze kujiamini. Faida ya tatu, husaidia kupunguza uchovu wa mwili. Ndugu mzazi, ndugu mlezi, ndugu mfanyabiashara, wafanyabiashara wengi husimama muda mrefu au kufanya kazi nyingi. Ukioga chumvi ya mawe inaleta hali ya kuburudika na mwili kuhisi nafuu. Chumvi ya mawe ni nzuri sana mwilini. Unapokuwa unaoga, unajiandaa kuondoka kwenda kwenye biashara, utasikia umerelax, utasikia mwili wako yaani uchovu unaisha. Hata kama umerudi nyumbani ile jioni, umeoga hiyo chumvi ya mawe, inakusaidia sana, yaani uchovu unaondoka na mwili wako unajisikia umeburudika na unahisi kabisa nafuu. Faida ya 4, chumvi ya mawe huweka akili katika utulivu. Unapokuwa mtulivu, ni rahisi kupanga matumizi, kusimamia familia na kufanya maamuzi bora kwenye biashara. Chumvi ya mawe imeaminika tangu enzi na enzi kuiweka akili katika hali ya utulivu. Ndio maana utaona sehemu mbalimbali watu wanatumia chumvi ya mawe, unashauriwa utumie chumvi ya mawe, kwa sababu inaiweka akili yako katika hali ya utulivu. Imani hii imekuwepo tangu na enzi. Kwa hiyo amini, tumia chumvi ya mawe wewe mzazi, mlezi ambaye ni mfanyabiashara, itakuweka akili yako katika hali ya utulivu, na utakapokuwa mtulivu utaweza kupangilia vizuri matumizi, na unaweza ukasimamia familia, na unaweza kufanya maamuzi bora kabisa katika maisha yako. Faida ya 5, huongeza hali ya kuvutia watu. Mtu mwenye furaha na amani ndani yake huwavutia watu kirahisi. Wateja wengi hupenda kuhudumiwa na mtu mwenye tabasamu na nguvu nzuri. Hivyo unapokuwa umeoga kwa kutumia hiyo chumvi ya mawe na umetoka na umeenda kwenye biashara yako, utawavutia watu. Yaani chumvi ya mawe ina nishati chanya.
inafanya watu wavutiwe na wewe, inafanya watu wakuone, wakupende, watamani kuhudumiwa na wewe. Kwa hiyo mzazi, mlezi, mfanyabiashara, hebu oga na hii chumvi ya mawe, itakufanya upendwe na uvutiwe na watu wengi. Faida ya 6, chumvi ya mawe husaidia kupata usingizi mzuri. Mzazi anayelala vizuri huamka akiwa na nguvu mpya za kusimamia familia na biashara yake kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo unapotumia chumvi ya mawe unapata usingizi mzuri, usingizi mororo, usingizi kama wa mtoto mchanga, sio usingizi ule wa mang'amung'amu, mara umeshtuka, mara umefanyaje. Hapana. Unapokuwa umetoka kwenye biashara yako, hebu jaribu kuoga na chumvi ya mawe, pumzika, lala na utakubali ushauri wangu kwamba lazima utapata usingizi mzuri. Msongo wa mawazo unakuwa mbali na wewe. Faida ya 7, hutoa hisia ya usafi wa mwili na moyo. Kuoga chumvi ya mawe huwafanya watu wengi wajisikie safi zaidi na wenye nguvu mpya na kuanza siku nyingine. Kwa hiyo unapooga chumvi ya mawe inakufanya wewe mwenyewe tu utakuwa unajihisi msafi. Automatically, yani akili itajiseti hivyo. Utakuwa ni msafi wa mwili na hata moyo wako. Unapokuwa msafi wa mwili na msafi wa moyo, unaondoka kwenda biashara yako, unaenda kupambana, unaenda kule unakutana na watu mbalimbali, watakuelewa, watakuamini, kwa sababu hata wewe mwenyewe jinsi unavyowahudumia tu, tayari unakuwa umejaa nishati ambayo ni nzuri. Faida ya 8, chumvi ya mawe huweza kuongeza hamasa ya kazi. Wakati mwingine changamoto za maisha hupunguza morali. Kuoga chumvi ya mawe kunaweza kukusaidia kurejesha hamasa na ari ya kupambana zaidi. Ile akili tu ya kujua kabisa kwamba umeoga, umetumia chumvi ya mawe, unakuwa unajiamini, unakuwa mwili una nguvu, una ari, una hamasa ya kufanya kile ambacho umeenda kukifanya. Tumia chumvi ya mawe, oga, yeyusha kwenye maji, oga. Una uwezo wa kuoga asubuhi na wakati umetoka kazini. Itakusaidia sana. Mzazi au mlezi, unapokuwa na amani ndani yako, hata watoto wako huhisi upendo, utulivu na matumaini. Biashara sio pesa tu, ni safari ya maisha, familia na ndoto tunazozipigania kila siku. Jifunze, pumzika, omba, tafuta amani ya moyo wako. Kumbuka, mtoto mwenye furaha huanzia kwa mzazi mwenye moyo uliotulia. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye chaneli ya Moyo wa Malezi ili tuendelee kujifunza pamoja kuhusu maisha, malezi na mafanikio ya familia. Kama unahitaji ushauri wetu, una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu sana na Mungu akubariki sana. Tutakutana tena kwenye video nyingine inayofuata ambapo tunaenda kuzungumzia faida za watoto kutumia asali. Mungu akubariki sana. Asante.